Kwa yule nani shahidi wa kwanza ambaye nimempeleka kituoni jana, kwa sababu yeye ndo alikuwa na mdogo wetu walitoka kazini. Nasema walifika tu pale wakaja wakawa wananunua sigara pale. Kwa hiyo nasemekana yule alimuomba tu sigara, wakawa ndo wametofautiana, ugomvi ukaanzia hapo na kuanza kumshambulia. Kwa hiyo balozi kwenda kuitwa, yeye akaja, alipokuja na yeye badala ya kuamua akawa anashambulia. Na baada ya hapo wale wananchi waliokuwa pale walinyimwa kumsogelea, kumpa msaada. Ukaribia mtazamaji wa Global TV, hii ni simu ya dharura kutokea hapa maeneo ya Sokoni 1 jijini Arusha, na mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebaba. Simu hii ya dharura inaangazia tukio lililopelekea kifo cha kijana Nicholas Manase mwenye umri wa miaka 29 aliyefariki baada ya kukatwa na mapanga sehemu mbili katika kichwa chake, sehemu ya nyuma katikati, iliyopelekea majeraha makubwa na kupoteza damu. Tukio ambalo inaelezwa kwamba baada ya kutokea alilala chini kwa muda wa masaa zaidi ya 3 huku akisubiri watu wa kumnusuru. Tukio hili ambalo limetokea siku ya tarehe 17, inaelezwa kwamba kijana huyu alitoka kwenye mihangaiko yake akawa amepishana kauli na kijana mwingine anafahamika kwa jina la Doto. Wakati wamepishana kauli hizo na kuanza kugombana, akaitwa balozi wa eneo hilo anayefahamika kwa jina la Sebastian Edward Machonchori, ambaye ana asili ya mkoa wa Mara. Baada ya kuamua, mashuhuda wanadai kwamba alikuwa sehemu ya kushiriki katika ugomvi huo, hali iliyopelekea kushiriki kumjeruhi kijana Nicholas, hali iliyopelekea kijana Nicholas kuzidiwa na kuanguka chini. Sasa mashuhuda wanaeleza huku balozi huyo ambaye ni balozi wa shina nambari 28 katika mtaa wa Mchaga hapa Sokoni 1 hadi hivi sasa anashikiliwa na jeshi la polisi pamoja na kijana Doto, kama ambavyo hapa mashuhuda anaelezea tukio hilo lilivyotokea. Mimi kwa majina naitwa Manase Hussein Mnyansoli, ninaishi Murieti, sehemu inaitwa Dampo. Tarehe 15 siku ya Jumamosi ya mwezi wa 3 nilikuwa nimeenda kazini. Nikatoka huko saa 11, ile nafika nyumbani nikamuona mama anakimbia katika barabara moja hapo shuleni panaitwa Ken David. Basi nikataka nimuite, lakini nikashindwa kumuita kwa sababu nikasema si simu anayo, ngoja nifanye nini, ngoja nimpigie simu. Nilivyompigia simu haipokelewi. Nikaondoka nikafika nyumbani, nikaingia nikakuta milango yote imefungwa. Nikatoka hapo nikasimama nje kwa sababu kuna kamlango geti, nikafungua nikasimama nje, nikasema sasa nielekee wapi. Kidogo wakanipigia simu, nafikiri walishafika kwenye tukio. Walipofika pale kwenye tukio wakanipigia simu, akaniambia kwamba mtoto amefanya nini, ameumizwa. Sasa badala ya kutafakari kwamba ameumizwaje, nikarudi ndani. Kumbe amemtuma kijana alete funguo pale kwenye tukio. Kuna kijana fulani wa Kiarusha, yule aliyemkuta Nicholas mara ya kwanza, alivyoleta habari pale nyumbani, akaniletea funguo. Nikafungua, nilipofungua ndani nikachukua maji. Kwanza kabla ya maji nikaikuta simu iko mezani. Ndio maana nikasema huyu mama nampigia simu, kumbe ameiacha ndani. Nikamaliza, nikawaambia ngojeni mimi nioge na kuja. Nilivyomaliza kweli kuoga nikaenda. Sijaenda hapo, akaniambia uende Murieti kwa sababu askari wamekuja hapa, wamemchukua mtoto na tumepita polisi, tumeenda Murieti. Nikapanda pikipiki mpaka Murieti hospitalini. Kufika pale nikakuta kijana wangu kweli ana hali mbaya. Nikakuta amefanyiwa huduma ile ya kwanza. Tukatoka hapo nikaambiwa sasa kwa hiyo inatakiwa muende Mount Meru. Nikafika Mount Meru na mtoto. Basi nilipofika hapo
hali ya kijana ikawa mbaya, wakampiga wakasema kwamba anatakiwa aingizwe kwenye mashine kwa skani ili kwa ajili ya kucheki kichwa. Wakacheki, wakaona hali ni mbaya, wakasema kwamba, wakanionyesha picha, wakaniambia kwamba hapa kwenye, angalia, huu ni ubongo sasa, lakini damu imezunguka ule ubongo. Basi ikawa hivyo. Siku hiyo akalala, siku hiyo ya Jumamosi, Jumapili, nafikiri Jumapili, Jumatatu wakampeleka tena kwenye kupigwa operation. Sasa kapigwa operation hiyo ikawa ndio hivyo, akapelekwa ICU kwenye kitanda, akakaa hapo siku kadhaa, lakini hali ikaendelea kuwa mbaya. Akatoka tena hapo, wakamrudisha tena kwenda kumulika kwamba kichwa kikoje. Kutoka huko sasa kupelekwa ICU, ndio mpaka mauti ikamkuta. Mtoto wangu anaitwa Nicholas Manase. Tatizo hilo limempata kwenye huo mtaa naye kuambia kwamba kwa Mchaga, lakini ni Murieti. Huo mtaa hicho kisehemu kinaitwa kwa Mchaga, lakini pale kwa Mchaga huwa wanauza, nafikiri wanauzaga pombe. Pombe hizi zi ngumu kama mapombe ya chupa haya, lakini sasa maelezo kamili kwamba alikuwa amekunywa au hajanywa mimi sijui, lakini kuna kijana mmoja tuliyemuuliza, ni rafiki yake anaitwa Idi, akasema walikuwa wametoka kibaruani, wakafika mahali pale kijiweni, wakanunua, akaulizia sigara, akaambiwa hamna. Alivyoambiwa hamna, akatoka kwenda kwenye duka lingine. Alivyofika kwenye hilo duka kidogo, yule wa dukani kule, lili duka la kwanza, kuangalia kuchini kidogo, wakamuona sasa niko wanapigana wanasukumana na huyo mzee. Sasa sijajua ni mzee kwa sababu Doto mimi simjui. Basi kidogo anasema nikamkuta ameanguka chini, kwenda kumsaidia. Wale wa jamaa waliompiga wako pale, wakamwambia na wewe unakuja. Basi yeye akaogopa, akakimbia. Balozi anatajwa, nafikiri labda yeye, kwa sababu jambo ambalo limetokea, nafikiri wenyeji si wako pale, nafikiri labda walimuona, kwa sababu huwezi kutajwa bila kujulikana kwamba ni wewe, huwezi kutajwa tu kama sio wewe. Lakini nafikiri kama mtafanya upelelezi sana, polisi wakifanya upelelezi sana, watajua kweli ni yeye. Hilo sasa ndio unajiuliza kwamba kama ni kiongozi, ni balozi akimkuta mtu na yeye ndio ana mamlaka, yeye ndio anafanya nini? Anamaliza hayo mambo, anawaachanisha kama walikuwa na ugomvi, alafu anawarekebisha. Mimi ninachoomba serikali tu isilale usingizi, iwafuatilie moja kwa moja, ijulikane kuwa ni wao. Na sasa hivi nafikiri wako ndani, wasiwachiwe mpaka niende nizike, turudi tuone kitu gani kinachoendelea sasa, kwa sababu wakiachiliwa mambo yatakuwa si mazuri. Labda umepata taarifa wameshikiliwa watu wangapi, na kama unafahamu? Wameshikiliwa watu 2. Yule Doto na huyo balozi. Jina kamili sijui anaitwa nani yote. Hajawahi kuniletea kesi kwa kweli. Hajawahi kuniletea kesi, na kumuelewa sana, sitasema uongo wala nini, kwa sababu huo ni mtaa mwingine. Sitasema kwamba labda ni mtata, mimi sijui, lakini kama wana mtaa ule wanamjua, labda wanaweza kumjua ni mtata au si mtata. Mimi naitwa Onesmo Paranjo. Kwa kweli huu msiba umetuumiza sana, kwa sababu ni mdogo wangu. Baada ya kuja kukuta kitendo alichofanyiwa, tuliumia sana. Baadaye ndo uchunguzi ukawa unaendelea, wakaja wakagundua kwamba ugomvi ulikuwa kati yake na huyu mzee huyu Seba na Doto. Baadaye askari walitusaidia kuja kufanya uchunguzi, wakawachukua. Kwa sasa hivi wapo kituoni. Balozi ndo Seba au balozi? Ndo Seba. Ilikuwaje akagombana na mwananchi pale? Inasemekana alipokuwa anagombana yule na huyo Doto, balozi haliitwa. Wanaposema hata yule mwingine alivyojua jana. Kwa
tulimpeleka kituoni kwa ajili ya kusuluhisha. Lakini badala ya kuja kusuluhisha na yeye akawa amefanya maamuzi ya kumshambulia tena na yeye. Kwa baada ya kusuluhisha yeye akaja na yeye akamshambulia. Pale kituoni tumeonyeshwa silaha aina ya Simba. Tulipo kituoni ya ushahidi pale. Kwa hiyo alimkata hapa na hapa nyuma. Inasadikika kwamba yeye ndiye alimkata ile simu ya pili. Badala ya kumsaidia yeye alifanya tena na yeye kumshambulia, kwa sababu inasemekana yule ni rafiki yake na ndugu yake wanaishi sehemu moja, huyo Doto. Kwa yule nani shahidi wa kwanza ambaye nimempeleka kituoni jana, kwa sababu yeye ndo alikuwa na mdogo wetu walitoka kazini. Nasema walifika tu pale wakaja wakawa wananunua sigara pale. Kwa hiyo inasemekana yule alimuomba tu sigara, wakawa ndo wametofautiana, ugomvi kaanzia hapo na kuanza kumshambulia. Kwa hiyo balozi kwenda kuitwa, yeye akaja, alipokuja na yeye badala ya kuamua akawa anashambulia. Na baada ya hapo wale wananchi waliokuwa pale walinyimwa kumsogelea, kumpa msaada. Na huyo anayesemekana ni Seba balozi. Kwa baada ya wale wananchi kunyimwa, sikujua ni nini kilichoendelea kwa sababu sikuwepo, lakini mpaka na wananchi kuvumilia kiasi kile cha ndugu yetu kuumizwa vile, wakamwacha pale chini. Kwa hiyo tukujua alikuwa na kusudi gani la yeye balozi kuzuia asiguswe. Sasa alikuwa ni mtu mpole tu, alikuwa anaga shida na mtu yoyote, hata kuuliza majirani pale alikuwa anaga tatizo lolote. Kwa hiyo siwezi kujua labda nyuma yake kulikuwa kuna shida gani, lakini mimi kwa upande wangu naweza nikasema walikusudia fanya jambo kama hilo. Sababu kumuumiza mtu kukaa masaa yote yale amekaa chini zaidi ya masaa 4 na mtu anavuja damu, na wao hapo wamekaa pale wanazuia labda raia wema kumsaidia, mpaka mama yetu alivyoenda kupata habari kutoka saa 8 wakati anashambuliwa, habari watu wamekuja kupata saa 11 jioni. Sasa masaa 4 sasa. Kwa hiyo ilikuwa ni mapema. Kwa hiyo tujui kwamba walikuwa na kusudi labda la kumfanyaje, hatujui walikuwa na nini, hawasemi. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunatamani tu yaani waseme kama ni nini walichukua wanamdai, kama wamfanyie kitendo cha kikatili namna hiyo. Watu wamepoteza ndugu yetu. Inatuuma kweli. Watu kwa tunaomba haki itendeke. Huenda angekuelewa kwa sababu kwa masaa yote aliyokaa. Maana hata polisi halimhoji, anamwambia wewe kama ni serikali ilikuwaje usitoe taarifa mapema mpaka mtu hakae masaa yote haya. Damu inaelekea imwagika nyingi. Balozi wakati anapigia polisi waje aliwaambia kuna mtu amepigwa huku. Aliwaambia kuna mtu amepigwa huku, amelala huku. Wakati mashuhuda wanaeleza kwamba watuhumiwa hao wawili wamekamatwa na jeshi la polisi wenyewe bado halijatoa taarifa yoyote juu ya kutokea kwa tukio hili na kama inawashikilia watu wote. Tumejaribu kumtafuta kwa njia ya simu kamanda jeshi la polisi Justin Masejo, simu yake imeita bila kupokelewa. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Kurumba The Barbers. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.